Tunaye mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni, Mheshimiwa Songoro Mnyonge. Mheshimiwa, habari za asubuhi. Habari ni nzuri. Mambo yanakwenda? Mambo yanaenda vizuri. Kazi inaendelea. Vipi mfungo? Mfungo unafikia tamati. Wale ambao hawakufunga nadhani wanajilaumu. Kwa kweli. Mwaka zimesalia 5 kama sio 4. Kabisa. Sawa, tumesema tukuite tuzungumze na wewe hapa. Kuna mambo mengi sana halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Kiukweli miongoni mwa halmashauri ambazo zinaupiga mwingi ni pamoja na Kinondoni. Kinondoni inafanya kazi kubwa sana. Kumekuwa na malalamiko katika baadhi ya halmashauri nyinginezo. Wananchi wa maeneo hayo wamekuwa kilalamika katika vitu vidogo ukiwemo ile mikopo ya 10%. Nakumbuka vizuri kuna mifumo mizuri imetengenezwa kwa ile mikopo ya 10%, na uzuri wa ile mifumo sasa hivi hata mtu mmoja anaweza akakopa. Tofauti na zamani kopa lazima kikundi kiwe na write up yake na vitu vya namna hiyo. Mambo yalikuwa ni mengi kweli. Hivi Mheshimiwa Songoro, tukianzia katika ile eneo la mikopo ya 10% pale Kinondoni hali iko namna gani? Mimi niendelee kukubaliana na wewe. Ndio. Mikopo hii huko nyuma imechezewa. Watu wengi wamechukua fedha, fedha hazikurudi. Nadhani ilitokea mpaka hoja kwa CAG. Ikamlazimu Mheshimiwa Rais asimamishe kwa muda mikopo hii ili kutafuta njia nzuri zaidi ya kuitoa. Sasa njia hii ambayo sasa inatumika kuitoa ni kama haijazoeleka. Ile iliyopita ilikuwa kidogo ni rahisi. Ndio. Hii ya sasa imekuwa na masharti kidogo ambayo ni magumu. Ni magumu. Kuna uhakiki wa vikundi, kuna hizo ambazo umezungumza hapa, maandiko ya biashara. Ndio. Sasa zile kamati za kuhakiki nazo zimekuwa zikichukua muda mrefu, na kamati zile ziko za ngazi kama 3 hivi. Kuna kamati ya mwanzo kabisa ni ya kwenye kata, lakini unakuja kuna kamati ya pili ni ya kwenye wilaya. Ndio. Ambayo hiyo iko kwa mkurugenzi, lakini kuna vinahusishwa sasa hata vyombo vya ulinzi na usalama katika kupitia kweli Othman anaomba mkopo ni yeye na anakidhi vigezo vya kupewa mkopo, ni mjasiriamali, sio mtumishi wa serikali, sio mtumishi wa umma. Nao hao wameangaliwa, yani mtu asiji kuwa ni mfanyakazi wa serikali na akaja akasema anataka mkopo wa 10%. Watumishi hawaruhusiwi. Kwa hiyo hili nalo linaangaliwa. Kwa hiyo wakati mwingine kumekuwa na uchelewesho wa utoaji wa mikopo, na hilo lazima nikiri, uchelewesho umekuwepo hata kwangu kwenye wilaya Kinondoni. Yani mna fedha nyingi ambazo mtitaka msitoe, lakini vikundi ambavyo mnasema hivi vimekidhi kupewa mkopo kwa robo hii, naweza mkawa mna bilioni, sisi tuna almost bilioni 10. Ndio. Kwa sababu kila kota katika fedha tunazokusanya tumekuwa tunatenga ile 10% tunaipeleka. Tunaigawanya ile 10% katika miezi yetu ya kibajeti, miezi 12. Ndio. Kwa hiyo sisi tuna kama bilioni 6 kwenye bajeti yetu kwa mwaka kwa ajili ya vikundi vya kukopesha vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Lakini huko nyuma tulizuiwa, kwa hiyo zile hela sio kwamba tulikuwa tunazingiza kwenye matumizi mengine, tulikuwa tunaendelea kuzitenga. Kwa zimekuwa ni nyingi, lakini mwisho unakuta katika utaratibu wa sasa unakuta vikundi vilivyo qualify labda ni 3. Kwa pesa ni nyingi. Kwa fedha mtawapa watu fedha kidogo, lakini fedha inaendelea kubaki ni nyingi. Kwa hiyo nimeanza kuwashauri wenzetu kwamba mwanze kufikiria nje ya box, na mzishauri mamlaka kwamba ipo haja pia ya kulegeza baadhi ya masharti, kwa sababu Dar es Salaam ni cosmopolitan. Hili mimi nimekuwa nikilizungumza. Yupo mtu anafanya kazi Kinondoni, maisha yake ni Kinondoni, lakini halali Kinondoni, analala Temeke, analala Ubungo. Ndio. Yupo mtu maisha yake ni Kinondoni toka saa 11 alfajiri, anaondoka saa 6 usiku au saa 8 usiku. Maisha yake analala Kinyerezi, analala Ubungo. Ndio. Sasa sharti la sasa watu wanakwenda kukaguliwa mpaka anapokaa. Kwamba huyu anakaa wapi? Mfanya biashara wa Mwenge hapa, mimi ninamhesabu yuko kwangu Kinondoni. Ndio. Service levy analipa Kinondoni, TIN namba yake iko Kinondoni, business license yake, leseni yake ya biashara yuko Kinondoni, na kila jambo lake analilipia Kinondoni. Mjumbe wake anasema yuko wapi? Kinondoni.
hata anapotaka TIN number anayemcertify kumthibitisha kutoka hapo anakwenda hapo Mwenge kuchukua nini, ni wa wapi? Ni Kinondoni. Mapato yake yote anayachangia Kinondoni na biashara yake iko Kinondoni, na mkopo haulipwi na wapi unalala. Mkopo unalipwa na biashara unayoifanya. Sasa kuna hiyo changamoto ipo. Na sasa unajua wanasiasa tumeondolewa. Ilionekana kuna baadhi ya wanasiasa walikuwa wanatumia vibaya nafasi zao kwenye hii mikopo na wengine walikuwa wananufaika. Hilo mimi siwezi nikalikataa. Hilo lipo. Siwezi nikalikataa, lipo. Sasa tumetolewa. Imebaki timu zile za wataalamu. Sasa anapokuja Othman anataka mkopo, ama Amani anataka mkopo, biashara yake anasema, anaweka andiko lake, biashara iko wapi? Iko Mwenge. Anajieleza kila kitu, mjumbe wake ni nani, mwenyekiti wake wa serikali ya mtaa ni nani. Sasa tunakwenda kwenye physical address, huyu anaishi wapi? Kesho tunakuja kuwakagua, tunakuta huyu bwana pamoja na kwamba maisha yake yote ni Mwenge na duka lake ni hili hapa, ama ujasiriamali unafanya, anakaa wapi Kunduchi, anakuwa disqualified. Sasa unaweza kukuta kikundi labda cha watu 5, mtu mmoja anakuwa disqualified, na maana na kile kikundi kinapoteza sifa ya kupata mkopo. Sasa hii nayo ni moja ya changamoto ambayo mimi nimesema kwa kweli Dar es Salaam is very special, ni eneo maalum. Tukifanya hivyo tutawakosesha wengi. Ndio maana mimi huwa namtania hata Myaongo wa Ilala, namwambia bwana, wewe Ilala una mapato makubwa, unaitwa CBD kwa sababu sisi sote saizi magari yanakwenda wapi? Ilala. Tunakuletea sisi mapato. Tunakuletea mapato, lakini kimsingi wale watu jioni wote wanaanzisha foleni ya kurudi wapi? Huku. Sasa ukimnyima mkopo Ilala, ukaambia wewe unakaa Kinondoni, huyu anichangie mimi Kinondoni, anachangia wapi? Ilala. Sasa hilo jambo lipo kwa wilaya zote. Maana nimesema mtu yuko Kigamboni anakwenda Temeke, anakwenda Ubungo. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto ambayo nadhani serikali ama wale ambao walitengenezwa kwenye uratibu wa hii mikopo waliangalie, kwa sababu sasa zimeingia mpaka kamati za ulinzi na usalama ziko pia kwenye swala la kuhakiki mikopo. Kuna wenye wanapitia, wakimaliza ndio wamrudishie mkurugenzi. Tumesema iko okay. Kwa kama mchakato kanaanza kuwa kagumu pengine kuliko ilivyo hata kwenye benki. Na wakati ule serikali iliondoa fedha hizi kule benki, ikasema zirudishwe kwenye halmashauri kwa sababu masharti yalikuwa ni magumu. Na Watanzania ndugu zetu waliona bana pale benki wanasumbuliwa, siyo kalete hiki. Ikabidi sasa maafisa wetu maendeleo wafanye hii michakato ili waweze kuwapa watu mikopo. Lakini kupitia hiyo sasa ndio mambo mengine yakawa yamefanyika, na serikali sasa ikasema hapana, hebu tulinde hizi fedha. Sawa. Na kwa namna ambavyo umeona pamoja na hizo changamoto na hayo mabadiliko ya mfumo, urejeshwaji wake unaona kwamba unaongezeka au ndo mambo yamekuwa tena vile vile kama ambavyo ilikuwa mwanzoni? Kwa sababu ndio kwanza tumeanza. Ndio kwanza tumeanza. Nadhani katika watu ambao wameanza, wale ambao wamefuzu kupata, ina maana bado wako sasa kwenye yale matazamio ya kufanya ile biashara. Unajua mtu anapopewa mkopo anapewa grace period, labda anaambiwa bana utaanza kulipa baada ya mwaka mmoja. Na utakuwa unalipa hivi labda mpaka miaka 3 umemaliza. Kwa hiyo bado hatujaona ile trend, lakini kwa sasa naona katika ule udhibiti wale watu ambao watapewa watakuwa ni wale ambao kwa kweli tunasema wako committed kwenye kufanya biashara. Lakini biashara Mungu anasema zina merits na demerits. Kuna advantage na disadvantages. Unaweza ukawa umetarajia hiki naenda kufanya biashara ya kuuza kuku, ukanunua kuku vifaranga vikafa, ukaingia kwenye shida. Watu wengi huwa wanachanganyikiwa katika mambo kama hayo. Lakini ni matumaini yangu kwamba kwa utaratibu wa sasa ambao umebana, kwanza unatuletea watu ambao ni serious. Ukiacha hili swala la makazi ambalo mimi nimelipokea na nimeweza kulisema hapa, watu waliangalie kwa Dar es Salaam issue ya makazi si issue sana. Mtu anafanya kazi Kinondoni, anakaa wapi, lakini twende tukamhesabu mtu kwa eneo lake ambalo ndilo analopatikana. Othman, kina Amani, ndugu zangu nyinyi mko hapa toka saa 11 alfajiri. Na mtu akiwatafuta atawatafuteni wapi? Hapa. Wakati mwingine wewe hata kama unakaa Temeke, yani unaweza kujikuta wewe automatically unasema bwana mimi nimpigia kura wa Kinondoni kwa sababu ndipo mahala ninaposhinda, ninapofanyia kazi na shughuli zangu zote ziko pale. Na kitu hapa mimi naomba labda unisaidie mheshimiwa, masharti yakiwa magumu, kwa mfano masharti ya kibenki, wanayaweka yale ili wajiridhishe, yani kuwa na usalama ile pesa yao.
kwamba unaweka masharti haya ili upate uhakika hii pesa kwamba haipotei. Kwa pendekezo lako la kulegeza haya masharti, uone kama sasa huenda mkopo unaweza usiwe salama na urejeshwaji ukawa una shida? Yaani mimi concern yangu kubwa iko kwenye makazi. Yaani kwa nature ya Dar es Salaam. Ndio. Nimezungumzia nature ya Dar es Salaam. Ndio maana leo unaona Dar es Salaam tuna kitu kinaitwa DMDP. Ndio. Dar es Salaam Metropolitan Development Project. Mikoani hakuna DMDP. Kwa nini tuna DMDP? Ni kuwasafirisha hawa watu waweze kufika kwenye maeneo yao kwa haraka wakafanye kazi. Sisi nasema ile cosmopolitan nimekueleza, ni maana yake ni fupi tu. Sisi huu mkoa ni tofauti na mikoa mingine. Ukienda let's say Mbeya, unataka kwenda Chunya, wewe unasafiri kwenda Chunya. Si ndio? Ndio. Safari kabisa yani. Safari. Utabidi uandike na per diem, hutarudi. Na unataka kutembea kata moja huko wilayani. Nilikuwa naongea na mtu mmoja, niliwahi kusafiri wakati fulani. Nikasema nimepita, nikasafiri na gari, nikafika wilaya ya Kibondo. Nimefika Kibondo pale, nikasema nipite ofisi za halmashauri, nikamuone mwenyekiti wa halmashauri nimsalimie. Nikafika pale, mkurugenzi akanambia, mwenyekiti alikuwa hapa jana, hapa wilayani. Ameondoka leo asubuhi kurudi kwenye kata yake. Na akanambia kutoka hapa kwenda kwenye kata yake pana umbali wa kilomita kama 52. Na lazima uende na pikipiki kutoka kwenye kata moja kwenda huko kilomita 50 ngapi? 52. Hapa kwetu Dar es Salaam hakuna kata ina urefu wa kusafiri kwa kilomita 52. Maana ukisafiri we kilomita 52 umeshatoka nje ya mipaka ya Dar es Salaam. Unaingia Bagamoyo, umeshaingia Kibaha. Ndio. Nadhani unanielewa. Maana yangu ni nini? Sisi ni hapa tu. Sasa hivi unaweza kujikuta wewe, mimi kwa mfano meya anatembea na bendera. Tulifika Malot, natakiwa nipeperushe bendera kwenye eneo langu. Lakini kutoka tunasema hizi sasa bendera haina sababu. Sasa nikapigiwa simu sasa hivi naambiwa unaitwa na mkuu wa mkoa. Kwa hiyo ukifika Kigogo, paki gari, shusha bendera. Kwa hiyo tukajikuta tukasema jamani, sisi tuko Dar es Salaam. Naweza nikawa nimefika Ilala. Watu wa Ilala walioko pale wanaofanya biashara ni wakazi wangu wa Kinondoni, wanasema meya wetu huyo anapita. Naweza nikawa Temeke, wakasema meya wetu huyo anapita. Kwa hiyo tukasema sisi hatuna sababu ya kuishusha hiyo bendera. Ili mradi tuko Dar es Salaam. Yaani unaweza kuwa unatembea hapa Dar es Salaam sasa hivi bila kujua, unajikuta ushaingia Ilala. Ukaa unatembea unajikuta umeshaingia wapi? Temeke. Unyekaa sawa kwa Ubungo. Uko Ubungo. Labda Kigamboni tu ndio unaweza kusema Kigamboni ni tofauti kwa sababu unalazimika kuvuka maji. Ndio inakutofautisha. Lakini kwenye hizi wilaya nyingine unaweza sasa hivi ukajikuta mpaka wetu sisi, angalia, unakwenda hapo Mlimani City. Upande wa kulia ni Kinondoni, upande wa kushoto ni Ubungo. Kuna mtu mwingine anaweza asielewe, lakini unaizunguka hiyo Mlimani City, unaenda Changanyikeni, ni wilaya ya nini? Ya Kinondoni. Unaona hiyo jiografia hiyo jinsi mpaka ulivyokaa. Hata Sinza tu hapo. Hapo Sinza imegawanyika. Hiyo Sinza, kuna Sinza iko Ubungo, kuna Sinza iko wapi? Iko Kinondoni. Sasa hata ukija una jambo, mimi hakuna shida hapa, unaanza kumuuliza. Kuna wakati mimi niliitwa kwenda kuwa mgeni rasmi. Watu tu wamehamasika, wananionaona kwenye vyombo, wakanipenda, wana tukio lao. Wananiita mimi, tunakutaka mstahiki meya uje ushiriki. Wakaja kabisa ofisini na barua. Ndio. Nikamwambia lakini nyinyi mko wilaya Ubungo. Sisi tunakutaka wewe. Nikasema nitakuwa sieleweki. Yaani nitakuwa naingia kwenye kwenda kufanya jambo kwenye mamlaka mtu mwingine. Sisi tungependa wewe ndio uje ushiriki. Walikuwa na marathon yao, kwa hiyo wanataka atende nikawazindulie nikawa hivi. Nikamwambia hapana, hili jambo nyinyi kwa upande huu mko nani? Ubungo. Mimi naomba niwaelekeze tu mwende mkamtafute meya wa Ubungo ndo aje. Wakaondoka kwa unyonge mkubwa sana. Kwa sababu wao wanajiona tu kama vile wako Kinondoni na hivyo. Ni upande huu na huu. Kwa hiyo maana yake ni nini? Swala la kumnyima mtu mkopo kwa ukazi, analala nyumba namba fulani, si sawa. Ndio nikasema hilo kwa Dar es Salaam inabidi tuliangalie. Uchumi wa Dar es Salaam unachagiswa na watu kutoka wilaya zote. Wa Kinondoni anafanya kazi Temeke, anakuja kulala wapi? Kinondoni.
Kwenye mikoa mingine huwezi kuwa wewe unalala sijui Mwanambaya ukawa unafanya kazi Kibaha. Hiyo kitu haiwezekani. Yani itabidi usafiri wa kutwa nzima kutoka kwenye wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Sisi hapa tunaingiliana, na ndio maana ukaona tunatengeneza, serikali ya Dr. Samia inatengeneza barabara za mwendo kasi ili kuwaunganisha hawa wananchi wa Dar es Salaam waweze kusafiri mwendo kasi huko mkoa mzima wa Dar es Salaam. Yani ukitoka hapa unaingia hapa, unakwenda Mbagala, unakwenda Gongo la Mboto, unarudi na kadhalika na kadhalika. Sasa hivi unaona Kinondoni huku tunatengeneza twende mpaka Bunju ili tuweze kuwasafirisha watu waweze kuwahi kwenye maeneo yao na kurudi kwa usalama. Kwa hiyo hilo inabidi liangaliwe. Sawa. Lakini vipi kwa wale ambao wamekiri vile vigezo ambavyo vilivyopo? Kwa mfano labda ni watu ambao wanaishi Kinondoni na shughuli zao zipo Kinondoni, kila kitu chao ni Kinondoni. Wao mambo ni mazuri kwa ajili yao. Mambo ni mazuri na wameanza kupata. Wameanza kupata na kadri tutakapokuwa tunaendelea na kikundi na kipindi tutaangalia nione takwimu za sofani vikundi vingapi ambavyo vitakuwa na hii mikopo ipo katika mtindo wa pesa taslimu au bidhaa. Mpaka sasa bado kuna changamoto. Kwa sehemu kubwa tunatoa fedha kulingana na andiko. Mtu anatengeneza andiko lake, anasema nataka kufanya kitu fulani, tunaridhika na wataalamu wanapitia, wanaona biashara hii inaweza ikafanikiwa, na payback period yake tukiangalia, sababu unakopa 100 unarudisha 100. Sisi hakuna riba. Kama unafahamu hakuna riba. Kwa hiyo hili tumeliweka katika hiyo tunatoa fedha. Ingawa upo ushauri mwingine bado unaendelea kufanyiwa kazi. Ukiwapa watu vifaa, wakati mwingine unampa mtu nyenzo za kufanyia kazi, inakuwa ni salama zaidi kuliko fedha. Tumejifunza kwamba watu wakishakamata fedha akili inaanza kuharibika. Mwingine anachukua fedha kwenda kulipia kodi, mwingine anachukua fedha na kwenda kulipia pango. Yaani kuna wengine kwa kweli anakuja kuomba mkopo ndio kwanza anaanza kabisa. Na moja ya shida nyingine ambayo nimeiona, jana nilikuwa naongea na mtu mmoja, tukawa tunazungumza habari ya mkopo. Anafanya biashara yake fulani, sina sababu ya kuisema, na ndio mara ya kwanza anaomba mkopo. Ina maana anataka kuhuisha biashara yake. Lakini unaanza tu unasema bwana, mimi nataka 50,000, mimi nataka 60,000. Yaani inawezekana katika kuzitamka ukaona ni chache, lakini ni fedha nyingi. Sasa afisa maendeleo ama hizo kamati za uhakiki zinaweza kufika, kwa nini umeanza mara moja kwa fedha nyingi? Anza kidogo, hata na 20 tukuone, ufanye, uje uombe tena, kwa sababu hili dirisha linafunguliwa kila kota, kila miezi mitatu dirisha linafunguliwa. Kwa hiyo unaweza ukafanya kazi ndani ya miezi mitatu au miezi 6, ukaona ukuaji wa biashara yako ukoje, ukaja ukaomba tena. Yani kadiri unavyorejesha inakupa wewe uhalali wa kuomba tena, kwa bwana naomba niongezewe. Kwa hiyo hili nalo mimi nitoe tu wito, usiende kwenye makubwa zaidi. Ingawa Mheshimiwa Rais Dr. Samia ametupigia sana kelele wakati mwingine kusema bwana, msiwakopeshe watu milioni 5. Yani kuna wakati mwingine haziwasaidii. Yani humkuzi huyu mtu. Unamfanya yeye anafikiria tu kwenye kuuza na kukaanga samaki kule feri. Tufike mahala mtu a graduate aanze chini, lakini umtengenezee uwezo wa kufanya kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo tumezingatia sisi Kinondoni, kuna watu tumeshawapa mpaka 100, kuna watu tumewapa 200, kuna watu tumewapa magari ya takataka. Yani mtu anakuja na andiko lake, anasema bwana, mimi nataka kufanya biashara ya kusomba takataka, nataka ni mali, nataka ni fedha. Labda ameshapata na anaangalia anaweza nikapata tenda. Kuna mahoteli huko yanahitaji kuzolewa takataka kila siku, kwa anajua akipata gari na kikundi chake akachukua ile tenda, akawa anapita kwenye viwanda tu anakusanya takataka zao, kwa mwezi hela watakazomlipa atakuwa na uwezo wa kurudisha pale halmashauri, lakini na wale waliopo kwenye kile kikundi wakaendesha pia maisha yao. Tumefanya hivyo kwenye vikundi kama 5 na mambo yanaenda vizuri. Tumewapa magari yenye thamani zaidi ya shilingi milioni 100. Na wengine wamepewa bajaji, wengine wamepewa bodaboda, na kuna wengine wamekoba, tumewapa mpaka Uber, mnunua hizo gari ST na wanaendelea kufanya vizuri. Sawa, natamani tuzungumzie katika eneo la masoko mbalimbali yaliyopo katika halmashauri ya Kinondoni. Tumeona kuna uboreshaji mkubwa sasa hivi wa masoko katika jiji la Dar es Salaam, lakini hata Kinondoni.
mmefikia wapi mpaka sasa hivi? Naliona soko la Magomeni linafanya vizuri. Kuna mipango ya masoko mengine ambayo ipo katika siku zijazo? Ya tunakwenda vizuri. Tunakwenda vizuri katika baadhi ya maeneo. Kuna baadhi ya maeneo tuna feli. Magomeni tumeanza kupick up. Kulikuwa kuna soko la jirani, tulipambana na mimi nilisimama imara nikasema hilo soko sitaki kulisikia linakuwepo hapo. Tulijenga soko hili ili wafanyabiashara wote mkae sehemu moja, sababu kwenye masoko kuna siasa zake nyingi sana. Watu wengine wakaanzisha soko lingine nje kwenye open space fulani. Niligombana nao nikasema kwa kweli sijali kwamba nyinyi ni wapiga kura wangu. Tulijenga mazingira, tumeingiza bilioni 9 kwenye lile soko la Magomeni, wote muwe kwenye one center. Inawezekana wengine wajitenge, maana ukishakaa unauza nyanya huko, unauza vitunguu, unauza samaki, unamfanya mtu sasa asiingie sokoni, aishie huko nje, maana uwekezaji ule itakuwa haina tija. Pale tumefanikiwa. Tuna ukumbi pia pale soko Magomeni. Ule ukumbi tumekwisha ukodisha, kuna mtu ameukodi, yeye ndo anauendesha. Tulisema hata na sisi manispaa tukiutaka na sisi tutalipa, kwa sababu mwisho wa siku ile hela itakuwa inarudi kwetu. Kwa hiyo pale Magomeni sofa panaendelea vizuri. Tuna Tandale, soko letu la nafaka limejengwa, na lenye karibu bilioni 14 zimeingia pale. Soko limekwisha funguliwa. Kwa hiyo wale waliokuwa wako nje ya barabara sasa wote wamekwisha ingia sokoni, na wengine wanaendelea kukaribishwa kuja kufanya biashara pale kwenye soko. Huo ni uboreshaji mkubwa wa masoko ambao tumeufanya. Tuna soko la Bwawani, hili nasema tumefeli, na niliona dalili za kufeli mapema. Unajua soko, niliwaambia watu wa Mwananyamala, bahati nzuri mimi ndo diwani kule, soko haliwezi kuwa la mtaa. Soko ni lazima wachuuzi, wachuuzi nasema ndo wanaokuja kuuza, lazima watoke maeneo tofauti. Ukija definition ya soko ni mahala ambapo wauzaji na wanunuzi wanakutana kuja kila mmoja. Kwa hiyo mkitengeneza soko la Kariakoo kila mmoja alete bidhaa yake, utasababisha watu wengi waje kufuata. Kwa maana huyu akija kufuata hiki anachukua na hiki, anachukua hiki, anachukua na hiki. Kwa hiyo pale Bwawani ni kama tulikuwa tumefeli, lakini tumefeli ni kwa sababu jirani tuna masoko. Ukienda upande wa Msisiri kuna soko, ukirudi Mwananyamala hapa barabarani unapopita kuna soko kubwa tu. Kwa hiyo sasa pale tukawa tumefeli. Soko zuri la kisasa, lakini ninafurahi kusema tuko kwenye hatua za mwisho. Tulisema lile soko sasa hatuwezi tukaliacha life. Tumejenga structure nzuri, wamejitokeza wenzetu kutoka nje, wamelitaka lile soko kwa maana wanataka waje waweke bidhaa pale ambazo zitawafanya watu waje. Leo ukienda Kariakoo ukitaka simu sasa hivi hapa unajua nende eneo gani ni simu. Wale watu walijipanga bila sisi mamlaka kuwapanga, walikaa tu wenyewe wafanya biashara. Mimi nimetembea nimekwenda China, utatembea China utaona tumejifunza. Kuna sehemu ya furniture utatembea kutwa nzima ni furniture. Utakwenda kule Dashato ni vitu vya electronics, utakuta simu hapo, vifaa vya muziki, kila kitu utatembea kutwa nzima ni hilo eneo. Ukienda eneo la nguo ni nguo na viatu utatembea kutwa nzima. Kwa hiyo sasa kuna wenzetu wameomba pale Bwawani kwamba sisi tunataka ili soko labda tulete aina fulani za bidhaa ziwepo hapa, na sisi tutahamasisha watu waje kuzifuata hizo bidhaa hapa. Kama ambavyo leo kina mama wakiwa na shughuli yao utasikia tunakwenda kukata sare Tandika, watatoka hata Bunju huko, lakini wanakwenda wapi? Tandika. Kwa nini? Kuna kitu ambacho kinawafanya waende viko kule. Hatuvipata Kariakoo, tutakwenda kuvipata Tandika. Kwa pale kwenye soko la Bwawani tunataka tufanye kitu cha namna hiyo. Mwitikio umekuwa mzuri na watu wameonyesha interest kwamba waje watafanya hivyo. Leo kuna mambo yale Syrian exhibitions. Watu wanakwenda kufuata wanakuja wanaleta vitu vyao na watu wanaondoka, wanaweza wakasema bwana Diamond Jubilee, watu wanajaa pale kwa muda wa wiki 2 mwezi tunakwenda. Kwa hiyo hata na pale Bwawani tunaweza tukaweka hizo aina fulani za bidhaa, watu watatoka kwa sababu panafikika, barabara ni nzuri, watu watakwenda pale patakuja. Sasa mheshimiwa, mimi nataka nifahamu vitu viwili. Moja kati ya vitu ambavyo ni vizuri vya kimaendeleo lakini vinakuwa vina changamoto yake ni masuala la miradi kama hiyo
ambayo inaanzishwa, na ninaomba nitolee mfano Sinza. Sinza sasa hivi ukitazama imekaa kama kwangu baina kwamba ni eneo la kibiashara ama ni makazi ya watu, kwa sababu biashara zimekuwa kwa ukubwa sana. Ni kuna maduka mengi sana kiasi kwamba wakati mwingine kuna kero baina ya wananchi na wafanyabiashara kwa shughuli ambazo zinafanyika pale mbalimbali. Tumekuwa tukishuhudia wakati mwingine kelele, unajua na vitu vingine ambavyo vinahusisha maadili katika maeneo husika. Na ukitazama namna ambavyo unazungumza hapo Tandale, unazungumza maeneo ambayo unayataja hapo, kama maeneo yote yanakwenda kukua na yanakuwa makubwa. Sasa makazi ya watu kama makazi ya watu na sehemu za biashara hatuwezi kutenganisha, lakini kuna changamoto zake hapo. Nini ambacho mnakifanya kama serikali? Kwa sababu huwa baada ya muda mnaweza mkasema ile eneo sasa ni la kibiashara, sio tena eneo la makazi ya watu. Hili mnakwenda nalo vipi? Kwanza nikiri, lakini maendeleo ni mchakato, na wakati mwingine huwezi kuzuia maendeleo pale yanapokuja. Maendeleo ndio yamewafanya wakazi wa Kariakoo hamishwe. Maendeleo ya kiuchumi ndio yamewafanya wakazi wa Kariakoo pia watajirike. Wangeyakataa yale maendeleo, wangeendelea kuwa na nyumba za udongo Kariakoo, tusingekuwa na maendeleo. Kwa hiyo serikali isingepata mapato. Leo Kariakoo ina magorofa. Mimi nimeijua Kariakoo nikifanya kazi Kariakoo miaka hiyo. Nyumba zilikuwa sio za gorofa, nyumba za udongo ndani ya Kariakoo. Leo Kariakoo katika kipindi cha miaka 5-20 imejaa magorofa. Thamani imepanda. Maana yake nini? Hata property tax ya serikali imeongezeka. Maana serikali sasa itapata mapato makubwa kupitia property tax, kwa sababu majengo yamejengwa sasa yanaleta fedha. Yaliyokuwepo yalikuwa hayaleti fedha katika serikali. Kwa hiyo maendeleo haya yameifanya hata serikali iwe tajiri. Makusanyo ya TRA yanakuwa makubwa kwa sababu imetoa fursa kwa nani. Hivyo Sinza watu walikataa viwanja miaka hiyo. Tukisoma historia, Sinza ilikuwa watu wameweka mikoroshi kule, watu wanakwenda kwenye mikoroshi, hakuna mtu alitaka kiwanja Sinza. Leo Sinza, thamani ya ardhi kiwanja Sinza ni kama ilivyo Mwenge sasa. Ndiyo. Imefikia mtu anauza kiwanja chake, anauza nyumba yake mpaka 1 billion. Ndio. Nyumba iliyokuwa inauzwa kwa shilingi milioni 150 leo ni bilioni 1. Ndio. Ni maendeleo ya kiuchumi ambayo tutakuwa ni matahira, tutakuwa ni wapumbavu tukiyakataa. Sasa Sinza ni mji ambao umejitengeneza. Umejitengeneza wenyewe. Umejitengeneza. Kila kitu Sinza. Maduka mazuri Sinza. Kwa hiyo tumekuwa tukiwashauri wale wananchi kwamba Sinza, kama unataka kuishi Sinza, pia ukubali na mazingira ya Sinza. Kwa maana kiwanja chako ukubali kukifanyia change of use, mabadiliko ya matumizi. Ndio. Badala ya kuwa residential peke yake, kiwe commercial residential. Yaani kiwe kiwanja cha biashara pamoja na makazi. Kwa nini na makazi? Leo watu wanajenga mahoteli Sinza. Hoteli ni makazi. Ndio. Tulikuwa zamani tunazungumza tu namnani, watu wakawa na tafsiri vingine. Lakini sasa hatuzungumzi namnani peke yake. Leo hoteli nzuri ziko nyingi, ziko Sinza. Hayo ni maendeleo. Mabaa yote mazuri yako Sinza. Hayo ni maendeleo. Sasa mimi kama meya natoa wito, kwa sababu Sinza ilikuwa ni Kinondoni, na hata hapa nikizungumza kuna baadhi ya maeneo ya Sinza yako wilaya ya Kinondoni. Kwa hiyo inanihusu pia. Tumekuwa tukiwashauri wananchi kwamba maendeleo yanapokuja ya namna hii, wao yachukulie pia kama fursa ya kubadilisha pia maisha yao, ya kupata uchumi na kusogea. Ndio tunaposema ukuaji wa mji. Ukuaji wa mji ni watu kuachia maeneo yao kwenda kununua maeneo mengine kuendelea kuishi. Leo na kutolea mfano, Mbweni ni moja ya mji tunasema ndio stabe yetu ya pili inayokuja. Nadhani umepita Mbweni. Mbweni hatari. Na tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia alitusaidia sana kupitia serikali yake kuboresha miundombinu ya Mbweni. Watu wamejenga nyumba, mawaziri wetu, wanasiasa, wafanyabiashara, watu mbalimbali mashuhuri
wanataka kwenda kuishi wapi? Mbweni. Ni satellite town yetu inayokuja kwa kasi. Kwa nini Mbweni imeendelea tofauti na zamani? Waliokuwa wanakaa Oysterbay, mazingira yale ya Oysterbay sasa yameisukuma Oysterbay sasa kuwa sio sehemu ya makazi tulivu. Ilikuwa only residential, sasa imekuwa commercial. Yani unalazimika wewe mwenyewe pale Oysterbay, una nyumba yako, unasema hivi, niendelee kuwa maskini na nyumba hii ambayo niliuziwa na serikali, ama nitumie nyumba hii kubadilisha maisha yangu, niingie ubia, watu wajenge apartments. Kuna watu wanatoka nje wangependa kuishi Oysterbay, na mimi nipate fedha, nende nikajenge mji mwingine, huku nipate na kule nipate. Mimi kama meya wanakuja pale watu wazito sana ofisini, Mheshimiwa Meya, tusaidie kuharakisha mchakato, tuko kwenye utaratibu, nimepata mbia, tunataka tufanye 1 2 3. Leo Oysterbay Masaki kiwanja kimefikia shilingi bilioni 3. Shilingi za Kitanzania bilioni 3 mpaka 4. Sasa ni mimi tu nataka nikae Oysterbay? Hapana, kwa kweli. Wakati nikiuza hiyo bilioni 3, bilioni 4, nina uwezo wa kwenda Mbweni nikajenga gorofa langu kwa milioni 700 na nikaweka na kila kitu. Ndio. Wakati pale nilikuwa niko kwenye nyumba tu ya chini, na fedha nyingine nikazitumia kuimarisha uchumi wangu. Ndio sababu unaiona Mbweni imekuwa. Kwa hiyo mimi niseme kwenye hoja yako ya msingi, tunaendelea kupambana na hii changamoto. Changamoto mimi ni waombe wakazi, kwa sababu wanaofanya yale mabadiliko, ndugu yangu, ni wakazi wenyewe. Wakati mwingine wanatuforce. Hata sisi kuna wakati tunapita tunakuta mahala pana mradi unaendelea, tunauliza mbona hamjabadilisha matumizi? Umeshakuja hapa unajenga kitu fulani ama unajenga maduka, kwa sababu kuweka hata duka kwenye nyumba ya makazi sheria hairuhusu. Lazima ubadilishe kwamba ijulikane hapa ni commercial residential, pia kuna biashara inafanyika, ili uweze kulipa kodi stahiki ya serikali, ili kesho usije ukatulalamikia kuna fujo. Kumbe fujo wewe mwenyewe ulizikubali, kwa sababu kiwanja chako kinasoma ni commercial residential. Sasa commercial residential unaweza ukaweka pia kitu kingine, ama kikawa rafiki kwako wewe, ama kikawa sio rafiki kwa majirani zako. Kwa hiyo tukiwa na mpango ambao tunakubaliana wote, inaweza ikatusaidia kuondoa hiyo changamoto. Naye Mheshimiwa Songoro Mnyonge, Mstahiki Meya Manispaa ya Kinondoni, amenakili maswali mbalimbali kutoka kwako msikilizaji. Sisi tunakamilisha saa 3:30 hapa. Nadhani muda huu uliobaki tumpe nafasi aweze kujibu na kutoa ufafanuzi wa mengi ambayo amesikia kutoka kwako. Mheshimiwa Songoro, karibu sana. Natamani pia kupata maoni yako kwa hili ambalo of course mapendekezo ya kugawanywa kwa majimbo leo ndio mwisho. Maoni yako ni yapi? Wewe ni kiongozi pia. Naam. Labda nianze na hilo kwa sababu limekuja nisije nikalisahau. Sawa, karibu sana. Ni kweli sasa hivi taifa liko kwenye mchakato wa mapendekezo ya kugawa majimbo. Na leo nilikuwa ninasikia huko Mbeya ni kama kila jimbo linataka ligawanywe. Ndio, sisi hapa Dar es Salaam tunagawa jimbo moja, jimbo la Ukonga, ambalo litazaa jimbo la Kivule. Ndio. Kwenye kikao chetu cha RCC mimi nilikwenda mbali zaidi. Okay. Nilitoa maoni kwenye mkutano ule ambao mwenyekiti alikuwa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu Albert Chalamila. Nikasema wakati tunafikiria kugawa jimbo kule Ilala, kwa maana sasa Ilala itakuwa na majimbo 4. Wilaya Ilala itakuwa na majimbo 4 kama hilo wazo litakuwa limekubalika, kwa maana jimbo la Ilala, jimbo la Segerea, jimbo la Ukonga na jimbo la Kivule. Ndio. Ambayo ukiangalia idadi yake ya watu inalingana na Kinondoni, lakini na majimbo mangapi? 2, na hatujataka kuongeza jimbo lingine. Kwa maana tuna jimbo la Kinondoni na jimbo la Kawe. Ndio. Nikamshauri mkuu wa mkoa kwamba Ilala ukiangalia na jiografia yake na nini, inahitaji ipate halmashauri nyingine ama wilaya nyingine. Ndio. Kwa sababu wakati sisi tunagawa Kinondoni tulikuwa na Ubungo ni wilaya moja. Ndio. Tukakubali tukaigawa Kinondoni ili
rahisishe na maendeleo ya Ubungo tukaitengeneza Ubungo kuwa wilaya. Temeke nao wakaona ili tuharakishe maendeleo ya Kigamboni, wakakubali kuiondoa Kigamboni kuwa wilaya Temeke, wakaitengeneza Kigamboni kuwa wilaya nyingine. Sawa. Wenzetu wa Ilala wakati ule waligoma, wakataka ibaki kuwa wilaya moja. Leo wilaya Ilala imekuwa na mzigo mkubwa sana wa kuhudumia wananchi. Leo Ilala ambayo inaitwa jiji, ni maajabu, bado ina vijiji. Ni jiji ambalo lina vijiji, lakini ni jiji ambalo yako maeneo, ziko kata kama Zingiziwa, ndio wanatumia umeme wa REA ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Jiji linatumia umeme wa REA, yani kuna wananchi wanataka wanatumia umeme wa REA na wanaunganishwa kwa umeme wa REA, wakati hizi nguvu za umeme wa REA tulitegemea ni kwenye vijiji huko. Lakini jambo hili kama watu walikuwa hawajui, nataka wajue, ndani ya Dar es Salaam kuna wilaya wananchi wake wanaunganishwa kwa umeme wa nini, wa REA. Sasa mimi badala ya kukimbilia kuanzisha kuzalisha majimbo, mimi nashauri serikali ifikirie kuongeza halmashauri. Kwa nini halmashauri? Waongeze halmashauri kwa sababu hivi ndio vyombo vya utekelezaji wa majukumu yanayowahusu wananchi. Hivi ni vyombo vya maendeleo ambavyo vinasimamiwa na waheshimiwa madiwani. Ukiongeza halmashauri leo ndio yenye majukumu ya kimsingi. Ukizungumza habari ya mwananchi ana matatizo ya mafuriko, atasema halmashauri haijatengenezea mfereji. Hatazungumza habari ya mbunge. Ndio bwana. Hata changamoto kwenye masoko, atasema diwani wetu hapa ameshindwa kusimamia hili soko letu. Ukizungumza shule, ziko kwenye halmashauri. Ndio. Ukizungumza vituo vya daladala, viko kwenye halmashauri. Elimu ya msingi, sekondari, hospitali, zahanati, miundombinu yote. Leo ukizungumzia masuala ya afya, tunazungumzia halmashauri. Ndio maana utapita pale utaona halmashauri ya manispaa ni dhima ya kwetu sisi, na mkurugenzi wake. Tukizungumzia TARURA, ziko huko kwenye halmashauri. Kwa hiyo wakati mwingine tunatakiwa tufikirie nje ya boksi. Tuangalie nchi kama Uingereza, wanabunge sijui la miaka mingapi, jengo ni lile lile. Na sisi hapa, yani kadri unavyoongeza watu ndivyo ambavyo mahitaji pale bungeni yatakuwa yatoshi, maana wataenda kubanana. Kwa lazima pia ukumbi utanuke. Tulikuwa ya kwanza tulianza bunge pale CCM. Bunge lilikuwa linakutana hapa Dar es Salaam Karimjee, na kule Dodoma lilikuwa linakutana pale CCM. Tukaongezeka, ukajengwa ukumbi wa Pius Msekwa. Ndio. Ukumbi wa kisasa kabisa. Ndani ya miaka 5 ukumbi ule ukaonekana hautoshi, kwa sababu ilibidi tuongeze majimbo. Ikabidi tukaongeza idadi ya wabunge. Ikaonekana lazima ujengwe ukumbi mwingine wa bunge. Tukajenga ule ukumbi, tukasema unatosha. Sasa tunaongeza wabunge, maana yake wanakwenda kubanana. Sasa tunapoenda kubanana na hali ya hewa, maradhi na vitu gani, tunatengeneza nini? Kwa hiyo mimi napenda, nasema ni kweli ipo haja ya kuongeza wabunge, lakini ili kusogeza huduma kwa wananchi tufikirie sana kuongeza halmashauri. Halmashauri ni muhimu kuliko kitu kingine chochote. Wilaya hii ya Kinondoni, ukija hapa ukasema bwana tunataka tuboreshe halmashauri, tuongeze huduma, ukasema bwana kwa mfano tuwe na halmashauri ya Mabwepande, tutakuwa na meya huko Mabwepande. Atahangaika huko kutafuta vyanzo vya mapato, atahangaika na kero za wananchi, watahangaika na afya, watahangaika na elimu huko. Lakini sio mbunge. Mimi kwangu sioni kama sio kwamba wala nisingie kwenye conflict. Ni kwamba tunajiongezea mizigo tu. Kwa sababu sipo gharama ambazo ni kubwa tu ambazo utaziingia katika kwenda kumhudumia huyo mbunge. Lakini atakwenda bungeni kule. Alafu haya maendeleo anaenda kuyachagiza wapi? Ilala kama itabaki na halmashauri moja, ukaongeza tu wabunge, bado halmashauri ni ile ile na uwezo wa halmashauri ni ule ule. Kuna kitu gani kipi ambacho kwa kuongeza mbunge utaenda kuboresha miundombinu ya Mbondole au ya Kivule? Ndio. Kumbe ungeongeza halmashauri, ungekuwa umesogeza huduma karibu kabisa. Ungeondoa ule mzigo ambao sasa hivi halmashauri ya Ilala inahangaika nao, na itaendelea sasa. Mwanzo walikuwa na majimbo 3, sasa watahangaika kwenye majimbo 4 na resources zinabaki zile zile. Lakini ukiongeza halmashauri, ina maana kutakuwa na ruzuku ya kwenye ile halmashauri. Halmashauri itatafuta vyanzo vyake vya mapato,
itakuwa iko karibu na wananchi, watashauriana kwa ukaribu na wanaweza wakasogeza na kusukuma maendeleo kwa ukaribu zaidi. Kama nimekuelewa vizuri Mheshimiwa Meya, halmashauri ndio zipo karibu zaidi na wananchi. Kabisa. Ndizo ambazo zinaleta maendeleo ya mwananchi ya moja kwa moja. Ya moja kwa moja. Kuliko hata nafasi ya ubunge. Kabisa. I say, hili ni wazo zuri. Hili ni wazo zuri. Na tumejifunza pia. Tunakushukuru Mheshimiwa Meya kwa majibu mazuri. Maana mimi nitamani naye nipate maoni kutoka kwako. Nashukuru. Karibu sana kwenye maswali sasa ya wasikilizaji. Sasa twende kwanza, nichukue fursa hii niwashukuru sana wananchi. Ndio. Sintawataja kwa majina lakini nitazungumza generally kwa michango na ushauri ambao wameutoa kwenye swala la mikopo ya 10%. Wamezungumza habari ya masoko, wamezungumza habari ya biashara kufanyika holela, na hiyo ni moja ya changamoto kubwa inayokabili miji yetu, sio tu Dar es Salaam lakini hata kwenye miji mingine. Mnaweza mkasema wafanyabiashara wakafanya biashara hapa, lakini bado tunaendelea kufukuzana nao kwa kukaa mabarabarani. Sasa tuanze na lile ambalo umelisema la mwisho la mwaka huu, ni mwaka wa uchaguzi. Ndio. Ni kweli mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Muuliza tumejipangaje kutoa elimu, lakini na maandalizi yakoje? Nadhani elimu ya kwanza ni ile ambayo umeiona, ambayo sisi halmashauri kwa niaba ya tume ya uchaguzi tulikuwa tuna zoezi hapa la kuandikisha wapiga kura wapya. Na mwitikio kwa wilaya ya Kinondoni umekuwa ni mkubwa. Tulikuwa tuna malengo ya kuandikisha watu kama 128,000 katika BVR. Kwa maana hawa ni wapiga kura wapya watakaoshiriki katika kupiga kura. Ndio. Lakini kutokana na mwitikio kuwa mkubwa, idadi ya watu imekuwa ni kubwa, tofauti waliojitokeza kujiandikisha tofauti na vile ilivyokuwa imetarajiwa. Okay. Tumeandikisha zaidi ya watu 200,000. Takwimu kamili tutazitoa. Ndio. Lakini mimi nasema tu ni zaidi ya watu 200,000 wamejiandikisha. Maana yake ni nini? Elimu ya mpiga kura imeingia vizuri. Vyama vyetu vya siasa vimefanya kazi ya kuhamasisha wananchi kwamba ili upate haki ni lazima ya kumpata kiongozi unayemtaka ni lazima ujiandikishe kupiga kura. Mwamko umekuwa mkubwa, vijana wamejitokeza kwenda kujiandikisha. Mimi tu Mwananyamala nilikuwa najiuliza watu wametokea wapi? Mimi ni diwani pale, lakini watu waliojiandikisha wapya kupiga kura kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba ni zaidi ya wakazi 12,000. Ni mwitikio mkubwa. Ndio. Katika hizi siku 7 na 2 zile zilizoongezwa na tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo maandalizi yanakwenda vizuri. Najua serikali itaendelea kuziwezesha halmashauri kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakwenda kama ilivyotarajiwa. Na sisi tumejipangaje? Nasema ndio tumejipanga hivyo. Tulianza na hiyo elimu, tumefanya hili zoezi kwenye kata zetu zote 20 na mitaa 106 na matokeo ndio haya ya watu wengi wamejitokeza. Sasa hawa waliojitokeza, mimi nina hakika hawajajitokeza kujiandikisha ili kuwa na kile kitambulisho. Wamejitokeza ili kwenda kushiriki kupiga kura, kuchagua kiongozi ambaye atawaletea maendeleo. Sawa. Lakini kuna swala mmeuliza pia la maendeleo ya kituo chetu cha daladala Mwenge, bado kinasuasua. Mimi nikiri kituo chetu cha Mwenge bado hakijachangamka vile ambavyo tulikuwa tunatarajia. Bado kuna mgawanyo wa mabasi. Kija hapa Mwenge bado kuna mabasi mengine yanapaki nje na mengine yanaingia kwenye stendi. Tunaendelea kulifanyia kazi hili. Mimi kama meya ningependa mabasi yote yaingie kituoni. Tusione mabasi mengine yako Coca-Cola, yako kule kwa Mwingira, yote yangeingia kituoni. Na maana yangeingia kituoni tungekuwa tumetengeneza senta moja ya usafiri. Na kwa kutengeneza senta moja ya usafiri, watu wangeweza kuingia kwa wingi kituoni, na kwa kuingia kwa wingi kituoni wangeweza pia kuchangamkia fursa za kituo ambazo ni biashara. Lakini jingine ambalo limesababisha tusichangamke vile tulivyotaka, wapo watu ambao tuliwapa maeneo pale ya kufanya biashara na wakayalipia, mpaka leo bado hawajafungua biashara. Nadhani mkipita pale mnaona hiyo ni moja ya changamoto. Hivi ninavyozungumza, siku ya Ijumaa kamati ya fedha na uongozi ya halmashauri itafanya ziara kwenye stendi ya Mwenge, na mimi nawakaribisha. Tutaongea na wafanyabiashara waliopo, tutapata maoni pia ya watu mbalimbali, na tutaangalia hatua za kuchukua kwa wale ambao tumewapa maeneo na mpaka leo bado hawajafungua yale maeneo. Kwa kutofungua, maana yake wamedhoofisha kituo,
kwa sababu kituo kile kiliwekwa sanjari na maeneo ya biashara ili watu waje kwenye kituo lakini wafanye biashara kama ilivyo pale Makumbusho. Sasa mambo yamekuwa tofauti. Kwa hiyo nadhani Ijumaa baada ya kutembea tutakuwa na kitu cha kuzungumza, hatua ambazo tunataka tuweze kuchukua. Kuna swala la umri. Umri sasa umeongezwa kwenye swala la mikopo. Zamani tulikuwa tunakwenda na ule umri wa kijana unasema miaka 30. Lakini sasa umri umekwenda hata miaka 45 bado tunasema huyu ni kijana. Anaweza kukopa. Na kuna mtu amekwenda mbali zaidi anasema kwa nini mikopo imewalenga kina baba, kinani, yani tunaita 442, yani wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Unajua sisi tunaamini mwanamke hana umri. Mikopo ya vijana tulisema ina umri. Tulikuwa tumesema hii akifika miaka 30 iwe mwisho, lakini sasa imeongezwa. Maana yake ni nini? Ukimwezesha huyu kijana, hatutaki sisi unayemwezesha leo aendelee kubaki pale pale. Ni lazima hata ukiwa unasoma darasa la kwanza mwisho utakwenda la 7, mwisho utakwenda form 1, form 4, form 5, form 6, mwisho utagraduate. Maana yake unatoa nafasi na kwa wengine waweze kuingia. Ulikuwa darasa hili unasogea mbele na wengine wanaingia kwenye ile darasa. Hatutaki mtu abaki pale pale. Ndio maana tukasema vijana wakiwa na umri huu tumwezeshe kesho aweze kutoka hapa aende kwenye kundi lingine, huku kundi lingine nalo liweze kufuatia. Mwanamke, unasema ukimwezesha mwanamke umwezesha familia. Na ninyi ni mashahidi. Ndio. Kina mama wakikamata biashara, wanakamata biashara vizuri sana kuliko wanaume. Mwanaume ni mtu wa kukuruka. Anatoka leo anaingia hapa, anaingia hapa. Kwa hiyo tukasema kwa mikopo hii kuweka kwa kina mama, na hatujali mwanamama ana umri gani. Huyu anaweza aka manage biashara vizuri zaidi na akasaidia familia kuliko mwanaume. Ndio maana tukasema wanaume watupishe, kwa sababu bado hao kina mama si wake zetu, bado hao kina mama si mama zetu. Ndio wanaweza wakafanya zaidi vizuri zaidi kuliko kina baba. Sababu baba ni mara chache kwenda kukaa hapo akawa anauza samaki, lakini mama kwa nature yake anaweza kakanga samaki bado akauza samaki. Baba ataona siwezi. Mama anaweza akakanga mihogo akaweka pale, baba hilo jambo haliwezi. Mama anaweza akatengeneza vitumbua, akatengeneza maandazi, akatengeneza kalimati, baba mambo hayo hawezi. Ndio tukasema kuwawezesha wanawake, mwisho wa siku bado faida inarudi katika familia na familia ina baba. Sawa. Mwingine amezungumza turekebishe taratibu ili watu wasikimbilie kwenye kausha damu. Nadhani amenisikia, hata na mimi nimezungumza, na mimi ninapozungumza nina hakika kauli yangu inafika mbali, kwamba serikali ina kila sababu ya kuangalia hii mifumo walioipitisha. Nimesema siku zote mkopo haulipwi na mtu analala chumba namba ngapi kwenye nyumba ya nani. Mkopo unalipwa na biashara. Tukimwezesha mwananchi akafanya biashara ikaleta tija, mkopo utalipika. Mkopo hautalipika na huyu analala chumba hiki. Cha msingi tupate udhamini kwamba biashara ya mtu iko kwenye nyumba ya fulani, amekodi frame namba fulani, anafanya biashara fulani, amedhaminiwa na fulani. Lakini tukisema analala wapi, ndio yale nimesema Dar es Salaam mtu anakaa Kinondoni lakini biashara yake iko Temeke toka saa 12 asubuhi. Kwa hiyo nadhani hilo serikali imelisikia, itakwenda kuliboresha. Tusingependa sisi watu wakimbilie kwenye kausha damu. Mikopo hii ambayo maarufu inaitwa Mama Samia, tunasema ndio hiyo mikopo tegemeo na tumaini la Watanzania. Ili iwe tu tegemeo na tumaini la Watanzania, ni lazima masharti yawe kidogo nafuu kuliko masharti kuwa magumu. Masharti yawe nafuu, na masharti kwa kuwa nafuu itawawezesha watu wengi zaidi kukopa na kuweza kujitanua katika biashara zao. Kuna mkazi mmoja wa Mbezi Jogoo amependekeza kwamba lile soko, nadhani ni lile la Bawani, lipangishwe. Na mimi nimesema tuko kwenye hiyo michakato, tunaweza tukatafuta bidhaa maalum zitakuwa pale, na huyu aliyelitaka amesema yanaweza kaamua pale ikawa ni phone market au niseme hiyo electronic market,
vitu vyote vya elektroniki vikapatikana pale. Kwa hiyo watu watajikuta hata wewe unataka simu, unasema bwana, mimi wacha niende mahala fulani, nataka kitu fulani niende mahala fulani. Kama nilivyotoa nani hapa mfano, kina mama hawa wanataka vijora, wanavifata Tandika na wala hawasemi Tandika ni mbali. Swala la kudhibiti wafanyabiashara wanaofanya biashara holela tunaendelea nalo, na mimi niombe wananchi waendelee kutuunga mkono. Moja ya changamoto kubwa tunayokabiliana nayo Dar es Salaam na kwenye miji mingine ni siasa. Niombe sana, kwanza niwaombe wanasiasa wenzangu, tuondoe siasa kwenye swala la kuweka masharti katika uendeshaji wa biashara, hata katika vyombo vya usafiri. Kwa mfano sasa hivi bodaboda, nadhani mmeziona. Ndiyo. Kuna wakati tuliweka utaratibu mzuri tu kwamba bodaboda zisiingie mjini. Mjini ni vurugu. Tukapata upinzani mkubwa sana wa kisiasa, na tulikuwa tumefanikiwa kwamba hii bodaboda bado kwa kufanya kazi Mwenge, kwa kufanya kazi Bunju, inaweza ikawa na biashara faida. Sasa tuende kwa wasikilizaji. Kabisa, tuende kwa wasikilizaji. Maswali yao nadhani Mheshimiwa Meya atakuwa anakili maswali hapa, lakini mimi niko na moja nitaomba uliandike Mheshimiwa Meya, utalijibu baadaye pamoja na wasikilizaji. Mwaka 2025 huu ni mwaka wa uchaguzi. Na mwaka wa uchaguzi unafahamu na mambo mengi ndani yake. Kuna vitu ambavyo vinahitajika zikiwemo elimu kwa wananchi kuelekea kwenye huo uchaguzi mkuu na maandalizi ya wagombea na kila kitu. Kama ofisi ya Meya Manispaa Kinondoni, mmejipanga vipi pamoja na wakazi wa Kinondoni kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa madiwani, wabunge, hata Mheshimiwa Rais? Bila kwangu ni hilo tu. Na mimi na swali moja hapa, nataka kufahamu maendeleo ya kituo kikuu cha Mwenge, amini kwamba kituo cha daladala kwa sasa maendeleo yake yakoje, kwa sababu tumeona kimeanza kufanya kazi lakini bado mwitikio wake sio mkubwa sana kama ambavyo tulitegemea. Nazungumzia kituo unaweza na uwanja pia. Hata na uwanja pia. Lakini okay. Kituo pale, kituo cha daladala. Sasa msikilizaji, karibu sana hapa katika Kumepambazuka ya Radio 1 ndani kituo cha kubora cha matangazo nchini Tanzania. Tunakwenda na wewe mpaka pale saa 3:30. Pale ndio tunahitimisha. Lakini kabla ya kujihitimisha nitasoma ujumbe hapa, lakini pia nitapokea simu yako na Mheshimiwa Meya hapa atajibu maswali yako pamoja na kutolea ufafanuzi zile maoni ambayo unayatoa hapa ili tuende pamoja. Ndio mimi hofu yangu baadaye huko, baada ya miaka kadhaa huko mbele, inawezekana tukao tunakuja kufanya kazi Dar es Salaam, lakini tunaishi Pwani huko. Kwenda. Ni hapo kwenda Dar es Salaam. Ishaanza kwa baadhi ya watu. Ndio maana kuna maana sana hii mzimu ndo kasi hizi baadaye inabidi ziongezeke sana kwa sababu hazitatosha. Sababu tutakuwa wote hatukai huku. Haya maeneo tunaona huku mtoto hawezi kukua vizuri. Kwa namna ambavyo hali ilivyo. Lakini nikisoma ujumbe hapo ambao umetuma msikilizaji kupitia nambari yetu, unasema kwamba Mheshimiwa, mimi nina swali. Nasikia hiyo mikopo ni miongoni mwa masharti yake wakopaji mpaka wawe na umri fulani. Ukivuka umri wamepoteza sifa. Sasa kwa mfano, wana kikundi wote wamevuka umri na wanahitaji mkopo na uwezo wa kurejesha wanao. Je, kwa nini isiwe hata waliovuka umri wanaweza kupata mkopo? Kwa sababu kuna watu wanahitaji hiyo mikopo na wana uwezo kukopa na kurejesha wanao, lakini wanashindwa kutokana na hayo masharti ya umri. Hii imekaaje? Anaitwa Muharram Miti Mingi wa pale Vijibweni Kigamboni ameuliza swali hilo. Mwingine ambaye ametuma swali hapa anasema nimpongeze Mheshimiwa Songoro Mnyonge kwa maelezo. Hongera sana Mheshimiwa, unapiga kazi vizuri na mimi napenda kwa namna ambavyo unasimamia misimamo yako, hata wakati mwingine nye kujikosoa wenyewe na kukubali sana, na nafurahia utendaji wako kwenye vyombo. Naona kama kama unachelewa hivi. Ana kama unabidi upige hatua nyingine. Nadhani huyu ni mshabiki wako kweli kweli. Anasema anaitwa Baraka Mugogo wa Kunduchi da, ametuandikia hapa. Mheshimiwa, nipokee pia simu yako ambayo unapiga hapa kupitia nambari yetu ya simu ya 0677030030 ili tuende pamoja ndani ya Kumepambazuka ya Radio 1. 0677030030. Hello Radio 1. Bwana, habari ya studio ndugu. Habari salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka? Zuberi Rashidi bwana, Ibora Arusha. Huyu bwana apongezwe kwa kweli. Songoro Mnyonge niungane na wenzangu, anafanya kazi na anajieleza vizuri. Yaani kwamba kuna wakati anakubali hapa tumekosoa, lakini nataka nije kwenye upande wa mikopo. Yaani swala kwanza la umri. Sasa hao wanaoratibu sijui ni kina nani, kwa sababu ameongelea vizuri sana hapo. Amezungumza taratibu zile kwamba ambayo inawezesha watu kupata pesa. Ni taratibu ngumu kwa kweli. Kama ameliona hawa na watengenezi kanuni wanafikiri kidogo kwamba sasa inafika mahali kama watakuwa wamekosea basi warekebishe, kwa sababu tunaambiwa kila siku hizi pesa ziko, lakini pesa kama zipo lakini hazifanyi kazi, ina maana ni uchumi bado tumeukalia tu uchumi, sababu hizi pesa zimetengwa kwa ajili ya kuwasaidia watu
kwa ajili ya kusaidia watu wakope ili waendeshe shughuli zao. Lakini watu sasa tofauti na hapo hawapati pesa, watu wanaingia kwenye mikopo ya kausha damu kwa sababu taratibu hizi ni ngumu. Kwa kausha damu anaenda leo jioni ametoa pesa. Sasa kwa sababu gani watu wanasubiria huko na wakati ni mikopo mikopo mibaya? Ni kwamba hii mizuri taratibu zake ni mbaya. Yaani mikopo mizuri taratibu zake ni mbaya. Ile mbaya taratibu zake ni nzuri. Kwa hiyo waliangalia ile kwamba kisha kwamba wanaharakisha hii michakato inaenda sawa sawa. Lakini la mwisho naongelea tena kwenye upande wa umri, wasibague watu. Yaani mtu kama ana uwezo wa kukopa na kurudisha, usiangalie wengine wana miaka mingi lakini ni wapambanaji. Ni kwa nini wachague kwamba mtu akifika umri huo haruhusiwi? Fakako bwana Bora Shidi Bora Arusha. Asante sana Zubair kutoka Bora Arusha. Endelea kusikiliza kwa Pambazuka Radio. Nasema Mheshimiwa Songoro amenikumbusha hapo soko la Bwawani limejengwa vizuri sana. Basi lipangishwe, lishaanza kuchoka kwa sasa, serikali walipangishe tu ili lilete mapato kwenye nchi yetu kuliko likae bure na lishaanza kuchoka lile jengo. Asante Dr. Dawson Mujini kutoka pande za Mbezi Beach Jogo akitoa shauri huo kwa upande wake. Okay, asante. Hello Radio 1. Mambo vipi? Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Hapo naongea na Mapambano na Radio. Karibu sana Mapambano. Kuhusiana na mzunguko wa masoko kwetu kuwasaidia wafanyabiashara. Hivyo wanakuwa na mikakati ya kutatua sasa wale ambao wanazunguka kwenda sokoni wanafanya biashara za barabarani, wengine wanasikia hata kupika vyakula kama hizi sisi na kutembelea na barabara ni biashara tarifi. Kwa hiyo hizo ni halmashauri zote yani zimekuwa ni sugu, wanafanyaje kuondoa hao? Au ni gambo kwa kutoa hawapo? Asante Mapambano. Endelea kusikiliza kwa Pambazuka ya Radio. Nasema ni Lawi Samuel kutoka Mbagala jijini Dar es Salaam. Kwangu naomba kumuuliza mstahiki Meya, lile zoezi la kubomoa madanguro ya makahaba Kinondoni limemalizika au mmeweka kiporo na hao makahaba wamekubali kujiunga kwenye vikundi ili kufanya biashara halali? Hali ipoje? Embe watupe mrejesho kwa kile ambacho alikuwa anakipigania na tuambie Kinondoni sasa hivi inatazamikaje. Anasema ni Lawi Samuel kutoka Mbagala Dar es Salaam. Shukrani sana Lawi. Hello Radio 1. Hello. Naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Habari zako studio. Habari salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Naitwa DJ Steve, napiga simu kutoka Mtwara. Karibu sana. Asante sana. Nimemsikia hapo mstahiki. Sasa sipo mbali sana na Zuberi. Unajua kuna swala ambalo sisi wa Tanzania linatushangaza sana. Yaani tunashindwa kunufaika na hii keki ya taifa. Yaani huu mkopo masharti yake tunaambiwa kwamba huu mkopo kwa mfano wa manispaa kwamba wanaostahili ni wanawake, vijana na walemavu. Sasa unashindwa kujiuliza sisi, yani ile kundi la wanaume waliofikiria umri wa kujiita wanaume hawakopi, lakini kodi wanalipa. Yani kwa Tanzania yote tunalipa kodi, ila sasa kwenye kunufaika na ile kodi kuna makundi ambayo yanastahili, wanawake, vijana na walemavu. Sasa unajiuliza, tunapoenda kwenye vijana, wasichana wapo waliofikia umri wa usichana wanaenda kukopa, lakini yule msichana akifikia umri wa kutoka kwenye usichana kwenda kuwa mwanamke anakopa. Yani yeye ni kukopa. Huyu kijana wa kiume akifikia umri wa kuwa mwanaume hastahili kukopa. Sasa unajiuliza hapa ni nini kinachofanyika? Mbona wengine hawanufaiki na hii keki ya taifa? Yani inafikia hatua mpaka unaomba, yani uombei. Lakini kuna ndugu yangu mmoja, rafiki yangu, alisema kwamba yani unaombea mtu mpaka uwe kilema, yani uwe mlemavu ili ukapate ule mkopo. Yani utoke kwenye mtu mzima uende kwenye ulemavu upate ule mkopo. Yani kwamba hiki kitu lini kitaisha? Mbona hili kundi la kina baba wanashindwa kunufaika na hii keki ya taifa? Naitwa DJ Steve, napiga simu hii toka Dar es Salaam Songea, niwatakie kazi njema kusudi. Asante sana, endelea kusikiliza kwa Pambazuka ya Radio 1. Nasema Ezekiel Kimola Kitoto Manyara. Mheshimiwa Meya, maelezo yako ni mazuri na kazi yako ni nzuri kwa sasa. Dar es Salaam imepanuka sana. Watu wanahitaji kujenga na viwanja tunavyo huku. Je, sisi wa huku mawilayani tukija huko tutapewa hiyo mikopo ili tujenge viwanja vyetu? Okay. Sawa, endelea kusikiliza Radio 1. Hello Radio 1. Safi, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Chija msukuma Kaliwa Tabora moja. Karibu sana kutoka Tabora Kaliwa. Mimi nataka nijaribu kumshauri Mheshimiwa Meya hapo. Hapo alipo ni nia kubwa sana Tanzania. Ni chombo cha habari ambacho kiko na kila mtu wa aina. Sasa mimi kuna niombe kitu kimoja. Hapo upo kwenye toeli tayari kuelimisha watu. Takiwa sasa
uanze kwamba kama mtu amechukua kiasi, sheria zake, sharti zake ziko 1, 2, 3 milioni, sharti zake 1, 2, 3 5 hivi. Hata ukiwaambia tu yameelekezwa masharti, hawezi mtu kujua kwamba masharti yameelekezwa au ni yale tanatana zile. Kwa sababu kuna watu wameshajaliwa kugonga mwamba na wametengeza makundi kugonga mwamba. Hapo kingine kwa nashauri kudiforce makundi wengi wanatorokana sasa hivi, wanakiana kiwa 5 mkichukua mnagawana, mtu afanye hiki. Matokeo yake labda ndani ya miaka 2 1 au 2 3 atabaki 2 au 3 wengine wameshasepa. Asante sana Shijeps. Asante sana, endelea kusikiliza kama Pambazuka ya Radio 1 kupitia Sport 677 Sport 3 tunakwenda sambamba hapa ndani ya Pambazuka ya Radio 1, kituo chako bora cha matangazo nchini Tanzania. Mimi pia mheshimiwa hapa naomba niongeze swali. Biashara saa 24 kwa Kinondoni pia ipo, na kwa upande wenu kama manispaa ya Kinondoni mmejipangaje kuhusiana na swala hilo kwa kufanya biashara kwa muda wote kuanzia asubuhi mpaka usiku mpaka asubuhi? Yaani vipi katika eneo la Kinondoni, na ilikuwa linatajwa kwamba sio swala la Kariakoo peke yake, ni swala ambalo linahusisha maeneo yote ya Dar es Salaam, na umezungumzia masoko hapo. Vipi kwa upande huo? Hello Radio 1. Radio 1. Naitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Naitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Kinondoni, Dar es Salaam. Karibu sana kutoka Kinondoni, Dar es Salaam. Ndio. Bwana, mimi nilikuwa na shida kuongea kwa na Meya. Karibu. Ndio, karibu. Ndio, sawa. Amezungumzia swala la soko la Tandale. Ndio. Soko lao ni nzuri kabisa, lakini tatizo lilitokeza, kuna malori yanapeleka mzigo pale. Imekuwa ni changamoto kubwa sana, hayana parking kabisa. Mpaka yanaharibu barabara zilizo pembezoni ya ile soko. Je, ana mpango gani kuhusu parking ya malori katika kushusha na kupakia? Je, atakuwa na mpango gani ya kuweza kutafuta zile barabara zote za Tandale hazina parking? Anaweza gani kwa parking? Sio changamoto kwa watu wengine. Maana mpaka sasa hivi hata kwenda hospitali ni tabu, malori yamejaa pale, hata kufika hospitali ni tabu. Je, ana mpango gani kuhusu swala hilo? Asante sana, endelea kusikiliza kama Pambazuka ya Radio 1, kituo chako bora cha matangazo nchini Tanzania. Saa 3 kamili msikilizaji, ni habari za saa. Mara tu baada ya habari za saa, Mheshimiwa Meya atajibu maswali yako na kufafanua maoni yako kwa uzuri kabisa hapa katika Pambazuka ya Radio 1. Mimi ni Abdullah Kurwa.